kwa hatua nyingine, na kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam unaomba kuidhinishiwa bajeti ya mwaka 2026/27 ya bilioni 992 milioni 661 laki 565,532. Mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake unaomba kuidhinishiwa bajeti ya mwaka 2026/27 ya jumla ya shilingi bilioni 992 milioni 661 laki 565,532. Hii ikiwa ni fedha kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo matumizi ya maendeleo ya jamii zetu pamoja na mishahara kwa watumishi ambao wanatumikia kazi hiyo. Kwa hiyo ndugu wajumbe wa kikao hiki, nawashukuru sana na tunaomba tukipigie makofi kwa kazi hii kubwa ambayo tumefanya. Lakini pia tumekuwa na kikao chetu muhimu sana cha road board, na wajumbe wenzetu tumeongea mambo mengi na ambayo secretariat pia kupitia katibu tawala wetu wa mkoa wataandika vizuri mambo yote ambayo yameelezwa kwa maslahi mapana ya mkoa wetu. Na jambo kubwa ambalo kwenye TANROADS pamoja na TARURA, moja ni lazima tuharakishe kwenda kusajili barabara ambazo ziko nje na mitandao ya TARURA au TANROADS ili pia ziingie kwenye mtandao wa kilomita za katika mkoa wetu ambazo pia zitasaidia kuakisi bajeti au mgao wa bajeti ambao tutapewa kwa mwaka mwingine wa fedha. Na hili sasa tuliulizana hapa kwamba je, tunajipa muda gani, pamoja na ile swali jingine ambalo tulikuwa nalo. Lakini vile vile tumekubaliana kwamba kuna umuhimu mkubwa sana sasa wa kupata maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya DMDP kwa kijimbo. Na nikisema kijimbo manake tumekubaliana kwamba isizidi wiki moja. Katibu tawala anasema wiki 2, lakini wiki moja inatosha. Kwamba tupate kwenye kila jimbo utekelezaji wake ukoje. Dar es Salaam imeshajikuza na imefikia mahali ambapo ukicheza kidogo unaweza kukuta mambo mengine yote ufanikiwe. Leo Dar es Salaam lori likiziba barabara kwa muda wa dakika 20, disaster yako unakuta magari yanaanzia Posta mpaka Kimara, dakika 20. Lakini dakika 20 hizo gari likiziba barabara, pengine mkoa mwingine wote unaweza kukuta pengine hiyo foleni haiathiri kwa sehemu kubwa sana. Sasa hapa pana hilo tatizo kubwa ambalo lazima tulifanyie kazi ili mkoa wetu uendelee kubeba taswira kama ambavyo wengine wamesema, taswira ya nchi. Na hapa inabeba pia taswira ya kidiplomasia. Viongozi wote wanapotoka kwenye mataifa mengine wanaitambua sana Dar es Salaam kama ndio sehemu na kama ndio hub kubwa ya kiuchumi. Lakini mambo yote haya ambayo pia yamezungumzwa pia na waheshimiwa wabunge na wajumbe wengine, masuala miundombinu vis-a-vis na mafoleni ambayo ni beyond necessity. Kama nilivyosema, mimi juzi nimerusha tudongo tu la kawaida tu. Unajua wakati fulani tunazungumzia mambo ya sijui Kolola, na wakati fulani unakuta wananchi wanajaa wanakuwa na hasira na Kolola. Lakini yote hiyo ni kwa sababu ya tuna lack knowledge ya tafsiri ama knowledge ya fasiri. Ukitafsiri jambo kwa tafsiri sisisi katika semantiki yoyote ile, yaani maana yake utakuwa tutafsiri neno kwa neno, kwa haraka unaweza kadhani mkuu wa mkoa alimaanisha hiyo Kolola ambayo ninyi mnaiona. Lakini ukitanua wigo ukaenda katika maana halisi sasa iliyotawanyika, mle ndani kuna package ya vitu vingi. Ndio maana wengine unakuta sasa mbona namba A inaweza kawa ni nzuri kuliko namba E, yaani anakwenda kwenye namba hiyo. Ni translation au tusema ni fasiri ya sisi ya tafsiri ya neno kwa neno bila kuunganisha hivyo vipande. Sasa katika ulimwengu wa maana lazima ujitanue kwamba hivi mkuu wa mkoa anamaanisha nini. Kwa mfano nimesema barabara zetu hata tukiziboresha kwa namna gani, kama hatutakubaliana kitu gani kipite wapi, kitu gani kisipite wapi,
foleni hizi zitaendelea kuishi mpaka Mtume Muhammad atakaporudi. Na nimewaambia kwamba leo ukienda kwenye nchi za wenzetu, na sisi bahati nzuri tunasafiri na nyinyi mnasafiri, tujifunze tufanye copy paste katika mji wetu, unakuwa huu mji. Lakini leo hii askari barabara wanalalamika, wakati fulani wanashindwa hata kumanage mapikipiki, tumeweka mengi, mabajaji, magari na kila kitu. Kwa mfano kwenye barabara kuu, nikupe tu mfano mdogo sana. Leo basi, sijui lina mita ngapi ile basi. Leo yale mabasi ambayo yanapaki stendi ya Magufuli pale, kwa hii njia ya huku, tumeruhusu wenyewe yale mabasi leo yamezagaa mjini. Lakini kwa sababu gani? Tukisema hebu turudi kule katika utaratibu wa kawaida, yuko mwananchi wa Kigamboni anasema hapana, mheshimiwa mkuu wa mkoa, huku ni mbali, tunaomba basi yawe karibu. Lakini ukaribu wa jambo leo, hata ukienda kwenye mataifa mengine huko, stendi ya station ya Magufuli itabaki pale pale, wala haiwezi kuelekea labda Kigamboni, au itabaki pale pale, na kama unataka kusafiri utaifuata pale. Ukizungumzia airport itabaki pale pale, ukitaka kusafiri maana kuiwahi pale, na stendi ni hivyo hivyo. Tutatengeneza stendi kubwa katika kila mahali, kwa mfano Magufuli, Mbagala, kule Bunju, kwa ajili ya kusave na kufidi hayo mabasi mengine. Lakini utaratibu ni kwamba basi kubwa likishafika pale, wamiliki wa mabasi wanapaswa kuwa na mabasi madogo ya kutoa huduma kwa wananchi wao waliopanda mabasi yale kuingia mjini. Sasa ukizungumzia jambo hilo, mkuu wa mkoa unaonekana kama mshamba, unaonekana kama vile wewe unataka kukatili biashara za watu. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kuendesha mkoa kwenye uholela wa kudumu na ukajiita kiongozi. Hiyo haiwezekani, haiwezi kuwa. Kwa hiyo ukichukulia basi urefu ule, ukachukulia malori yana matela yake. Kuna lori ina pulling, ina tela mbili zile, kubwa ndo mbele, si nyuma. Kuna lori ni dengla ambayo na yenyewe inasukuma mbili, lakini ndogo inakuwa nyuma. Kuna flatbed ambayo pia ni ya kawaida. Kuna sasa yakiongozana yenyewe matupu humo barabarani. Kama hatujafanya ubunifu wa namna gani malori haya yaweze kuingia kwenye miji yetu hii, tutaendelea kulalamika sana. Kwa hiyo TANROADS, mimi kila nikifikiria kama wenzangu walivyozungumza hapa, tunahitaji kuwa na proposal ya bypass ambazo zitasaidia malori tu kupita, pengine na magari mengine, ili haya mengine yabaki kwenye. Leo hii saa moja pita hii njia Mandela Road haitamaniki. Na ndio maana wakati ule mnakumbuka malori yalianza kuruhusiwa kutoka Kibaha kuingia huko mjini kuanzia saa 3 asubuhi. Lakini leo saa moja malori hata yamekushajaa. Lakini hoja nyingine ni hata parking tu za malori. Kuna siku moja mimi niwahi kusema, huwezi kumiliki malori hauna parking wewe mwenyewe. Ni sawa na mgogoro wa wakulima na wafugaji. Unajiita mfugaji, unategemea ranch ya taifa. Lazima wewe mwenyewe uanze angalau kumiliki eneo hata dogo, ili hata kama serikali imebadilisha policy katika maeneo yake, wewe ubaki kwa mfugaji. Sasa hata katika jambo hili la masuala ya parking za malori, muda wote wanatumia parking, wanatumia road reserve za TANROADS. Sasa kinachofanyika, machinga ameziba barabara, bodaboda imeziba barabara, maguta yameziba barabara, malori yameziba barabara, wanywagongo wameziba barabara. Sasa tunapozungumzia leo, tunatakiwa kuendelea kuzifungua barabara. Mwingine anasema huyu DC sio kiongozi, huyu RC sio kiongozi. Sasa wewe machinga anafanya biashara kawaida, kama ile barabara ingefungwa pale, wewe ungefikaje pale? Haya, tunaelekea hospitali, barabara zimefungwa, utafanyaje? Kwa hiyo kuongoza mji na mkoa kama Dar es Salaam ambao una potential za namna hiyo, hatuhitaji kuargue sana na kuitanguliza siasa kwenye kila jambo. Tunahitaji mkoa wetu kuwa na new thinking katika masuala mazima ya ku-unlock hizo changamoto.